ambao wamejaza kila pembe, na hii ni katika neema kubwa. Leo tumekutana katika neema tatu, na nitatosheka na haya yatakao kuhusu hizi neema tatu. Neema ya kwanza ni neematul wilada, ashrafil makhluqin, neema ambayo kwamba hakuna sio zaidi yake hata ifanao nayo. Qad manna Allahu ala almu'minin ba'atha fihim ambao kuna wengine jamhuri ya ahli sunna wasema ni tarehe 12 na jamhuri ya mashia wasema ni tarehe 17, na ingawa pande zote mbili wako wanenalo la upande wa pili, na ziko tarehe nyingine kama anavyotutanabahisha daktari, lakini nahnu la yaanina tarikh, kwa sababu an-nurul muhammadi ilikuwa ipo kabla tarikh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Qala ya Jabir, inna Allaha khalaqa qabla al-ashya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo nuru ya mtumi haihukumiwi na zama wala makani mpaka tuinini, kwa sababu ilikuweko kabla zamani na ilikuweko kabla, kwa sababu ni shughula ya kwanza imezotoka kwenye nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo tuko katika usiku huu, na hii ni neema kubwa sana. Hakuna neema kama sisi kuwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni rahmatan lil alamin. Neema ya pili ni neematu an-nikah, Mashaallah, ambayo ndio imetufungisha safari zote hizo tukaja hapa kwa ajili ya kushuhudia ibada takatifu, ambayo hadithi iliyopokewa kwa Ahlul Bait sema ma buniya fil islami binaun ahabbu au afdalu wa ahabbu ila Allah min at-tazwij. Hakuna jengo ayu bina, liwe ni madi ama liwe ni maanawi, ni bora na linapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama aqdun nikah. Na kwa kuwa nikaha hii ambayo tumekuja kuhudhuria ni neema, sawa tuamjua anayeoa wala hatumjui, almuhimu ni Waislamu. Na je, ikiwa ni watu twajuana, kunaongezeka sasa maunganisho, zile hukuku za Waislamu kwa Waislamu, haki za marafiki, haki za majirani, haki zote zinaingia hapo. Na je, akiwa tuliyekuja kuungana na yeye ambaye amuozesha mwanawe, awezesha, ni mmoja katika mashehe zetu, ni mmoja katika maulama wetu katika East Africa, ni wajibu wazidi ndani yake. Kwa hivyo ni neema ambayo baraka zake hazitawasimama kwa wale wanaohusika, zitawatanganya wote. Na mkirudi kusoma katika hadithi nyingi zilizosisitiza kuitika mwaliko wa ndoa, kuhudhuria, fadhila zake. Neema ya tatu tulionayo ni neema ya mashehe wetu ambao minasaba hii miwili, wiladatun nur na aqdun nikah, zimekuwa ni sababu kukusanyika wasomi na mashehe wetu ambao ndio mwangaza wa maisha yetu, kwa sababu jamii ya Kiislamu ni jamii ambayo yatembea chini ya mwongozo wa wanazuoni. Na alhamdulillah tumeanza na mtu mzima wetu, mlezi wetu,
Dr. Sheikh Ahmad Al-Khatib, ambaye sitaki kulipa deni kwa yale yaliyoyazungumza mwanzo, lakini tu nataka kumwambia kitu kimoja daktari, na Sheikh Shafi atakuwa shahidi pale. Sisi tulikiwahusudu wasokuwa wane mzee walivyokipendwa na mzee, na walivyokipewa ambazo walikuwa hatupewi sisi. Na mimi sikuliona kwake hili daktari, kwa sababu daktari mimi hunizaa au pengine huniyukuu. Sikumuona akiewa na mzee, lakini nimewaona walo marika letu, na ndio kwa sababu hiyo nimemtaja Sheikh Shafi. Nakumbuka mfungo 6 safari moja nitoe chikiswa ndo muone haya ni anenao thibitisho wake. Mzee alikwenda kumwalika mkuu wa wilaya maulidini, siku ile maulidi ya Swafa. Tulipotoka wakati wa saa 1:30 tuenda maulidini, kuna bwana kanipigia simu akaniambia kuna habari hii na hii na hii. Unayo habari? Nikamwambia sina. Anaambia basi kuna wakubwa wa serikali waja, mumeandaa sehemu ya kuwapokea. Sasa tulipofika Swafa tukajikusanya watu 4. Tulikuwa mimi na mdogo wake Daktari Sheikh Uthman Al-Khatib, babake Sheikh Abdul Ghani, na ndugu yangu Sheikh Sharif na Sheikh Shafi. Tukamuita mzee, tukamwambia tutaka kuzungumza na wewe. Tukaingia naye library, kwa sababu mzee alikuwa akilipuka mara nyingine wa balaa, sharti ukitaka kumwambia neno umwambie mbali na watu. Tukafunga mlango sisi kule library, tukamweka, tukamwambia mzee, tumesikia habari hii. Haya mambo yalikuwa tukae tuzungumze. Basi hatujamaliza kunena ameivuta bakora wa nachotaka. Tulipokuwa twapanga kwenda kunena naye, tulishauriana ni nani atamwambia. Watu wote wakasema ni Shafi. Kwa nini? Kwa sababu mzee ampenda hata mpija. Alhamdulillah. Sasa naona, kwa hivyo wana mambo wameyapata wao, sisi hatukuyapata kutoka kwa mzee. Kwa hivyo tuko na mzee wetu daktari, ni katika wasomi. Tuko na Sheikh Salman ambaye kama tulivyoambiwa na Sheikh Shabir. Tuko na mashekhe zetu kutoka wapi Kenya, Samahati Sheikh Ali. Na sitaki kuanza kutaja majina nianze kusahau watu. Ninachotaka mimi, tuko na kaukaba minal ulama, ingawa wingi ni chipukizi kwa lugha za kisasa, sio? Lakini nafikiri wengi tushapita 40. Jamanini, tukubalini ha? Kuna jamaa hawajaamua kukubali. Sheikh Shabir naona umekubali ama bado? Kwa hivyo katika neema kubwa hamuwezi kuitambua ni hii, na sitawaambia matokeo yake hayaonekani kwa mato, yatarithiwa na vizazi. Ahsant Sayyid, ahsant. Na ndio mimi mara nyingi nasema isomeni tajruba. Kwa kila anayetaka kufanya tabligh aisome tajriba ya maulidi riadha, yaliweza kuleta matunda gani katika East Africa. Na ilikuwa watu wakija wakikusanyika tu wakisoma maulidi wakienda zao, wakija wakikaa pamoja wakisoma maulidi wakienda. Lakini kwa muda mrefu vitu vile vilileta mapinduzi makubwa katika East Africa. Toto jambo si rahisi. Kwa leo ni rahisi. Leo kuna iko kitu kinaitwa katika social media, huitwaje, kutrendi sijui. Kukitoka jambo usiku kwa asubuhi, wewe waweza kutoka Europe mpaka Afrika, watu wote usema hilo kwa sababu ya fadhila za nini? Social media. Zamani kuna social media kuweza kuwaimbisha watu wa East Africa wote nyimbo moja, si jambo rahisi. Na anayewaimbisha nyimbo hizo hakusafiri kwenda katika mji wowote.
Leo ukianza ya Rabbas Samaa Dar es Salaam inapokewa Pate. Ubeiti wake wa kwanza ya Layali Sofa unapokewa wapi? Kule Arua, Uganda, kwa Sharif Saidi, sio? Kwa daktari huko. Mwingine Dodoma, sio? Ukianza mlango kama hapa kidogo, nani rafiki yetu amechanganyikiwa, watu wote wanafanya nini? Wanamwambia wastajdihi wa astainu, sio? Anza kusoma mlango wewe wa Barzanji, wa Burda, wa nini huitwaje ile Simtu Durar, sio? Sharafil Anami nafikiri hayasomwi sana huku. Sisi kule huyaita ile Maulidi ya Rama, sio? Ambayo pia yako kwenye kile kitabu cha Barazanji. Nabahani, Taibal Asmai, kasida zote, si kasida 3 wala 8 wala 10 wala 20. East Africa yaimba. Kutumika nini mkusanyiko kama huu? Hapa angalia, tuko watu kutoka kila pembe Tanzania, kila pembe Kenya, japokuwa wachache, lakini tutaanza wachache. Kuna siku tutakuja kukutana hivi kwa mamia na maelfu, Inshallah. na tutaweza kupitia zikao kama hizi kuleta matunda ambayo hatuyatarajii katika hisabu zetu. Hii ni neema, na tusiidharau hii kukutana. Sawa, tutakusanywa na harusi, sawa tutakusanywa na maulidi, sawa tutakusanywa na Muharram, sawa tutakusanywa na Ramadhani. Aishe, hizi ni tools ambazo tumezidharau za kujenga jamii. Twatafuta tools ambazo mara nyingine ziko very expensive na matunda yake ni kidogo. Hii gharama yake ndogo tu. Amesafiri, tumekuja, tumekutana siku 3 4, kila mtu akwenda zake. Hadi neema tuilinde. Nafikiri hizi ndio nasaha zangu 3, ikiwa niko kwenye makamu ya kustahiki kutoa nasaha mbele yenu. Tuko na neema ya nuru ya Mtume Muhammad, tuko na neema ya aqdun nikah, tuko na neema ya mkusanyiko huu unaoongozwa na maulama wetu. Mwenyezi Mungu awape afya na uzima na nguvu za kufanya kazi ili waweze kutupeleka mahali mbali zaidi. Nimepokea simu sasa hivi ambao huwa ni jamaa yake ya daktari. Mzee wetu ni katika mtu alioa wake wengi. Katika mama zetu mmoja akiitwa Makulthum, Mungu amrahamu, amefariki. Kile alifariki wakati wa corona. Na huyu Makulthumu kabla hajaolewa na mzee, aliolewa na mume mwingine, akawazaa watu, nafikiri mumewasikia wengi. Mmoja anaitwa Muhammad Amana, na mmoja amefariki, na mmoja aitwa Bakara Amana, amefariki mwaka jana wiki kama hii ya mfungo 6. Na leo hivi sasa amefariki ndugu yake aitwa Hamidi Amana, ambao kama mumesikia mmoja katika wanaopigania ubunge Lamu, Rishad Amana. Hata kulikuwa na wanafunzi Rasulil Akram ni maana Rishad. Makulthum baada ya kumzaa Bakari Amana na Rishad Amana na Hamidi Amana, akaolewa na mzee, akatuzalia ukhti watatu. Mmoja katika ukhti zetu ndio mke wake Ustadh Muhsin Said Ali, ambaye ndio babao kina Fakhru na mamao kina Fakhru Ustadh Muhsin. Wale wanatuita sisi mjomba moja kwa moja. Mama yao ni baba mmoja na sisi, ambao hawa kina Hamid Aman. Na kwa upande wa Ali al-Khatib ni familia ya karibu sana. Kwa hivyo naomba katika makamu kama hii tumsomeni angalau suratul Fatiha. Mwenyezi Mungu amrahamu na Mwenyezi Mungu amweke mashukio mema. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki